Joto la Kariakoo Derby ambalo lilitakiwa kupigwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa tarehe 8 ya Machi 2025 siku ya Jumamosi. Mchezo huo umeanza kuingia dosari na kuingia doa baada ya timu ya Simba Sport Club hapo jana kufika uwanjani kufanya mazoezi ya mwisho, hali ya kuwa ni kama kawaida kwa timu mgeni kufanya mazoezi ya mwisho katika kiwanja ambacho mchezo utapigwa. Leo Simba Sport Club baada ya jana kufungiwa kufanya mazoezi imeamka na taarifa kwa umma kuwatangazia mashabiki na wapenzi wa soka. Taarifa ikiwa inasema Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kangwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Young Africans, Simba ikiwa ni timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni namba 17 bara 45 ya kanuni ya ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabounsa wa klabu ya Young walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na kuvurugu, wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Hiyo taarifa imetolewa na management club ya Simba Sport Club kwa kitendo kilichotokea jana uwanjani kwa kuzuiliwa. Sasa Simba imetoa taarifa rasmi kwa mashabiki na wapenzi wa mpira wa miguu kutoshiriki Kariakoo Derby ambayo ilikuwa yenye joto kali miongoni mwa mashabiki na wachezaji. Sasa rasmi Simba kuto kushiriki mchezo huo. Lakini baada ya masaa machache kupita, taarifa imetolewa kutokea kwa TFF. Shirikisho la mpira wa miguu na wenyewe wamejibu taarifa ya Simba Sport Club kwa taarifa kwa vyombo vya habari inayohusu taarifa Simba Sport Club kuhusu mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea barua ya malalamiko kutoka Simba Sport Club kuhusu changamoto zilizojitokeza kabla ya mechi ya ligi kuu NBC dhidi ya Yanga. Tumechukua hatua za haraka kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Pamoja na haya, tunapenda kuwajulisha kwamba kwa mujibu wa kanuni ya 15 ibara ya 10 ya kanuni ya ligi kuu bara, timu yoyote inayoshiriki ligi kuu ina wajibu iliyoratibiwa na kuandaliwa na TFF bila kukosa, ilipokuwa kutokuwepo na sababu maalum zilizoidhinishwa na rasmi na shirikisho. Aidha, kukosa kushiriki mchezo husika kunaweza kupelekea adhabu kulingana na kanuni namba 16 ibara ya kwanza inayohusu maamuzi dhidi ya timu zisizotii ratiba ya ligi kuu. Pia kwa mujibu wa kanuni namba 17 ibara 5 inayotaja haki ya kufanya mazoezi uwanjani, tunahakikisha masuala hayo yanafuatiliwa kwa kina na hatua za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wahusika wa uvunjifu wa kanuni hizo. Hivyo basi, kwa kufuata kanuni shirikisho, tunawaagiza kuendelea na mchezo kama ulivyopangwa ili kuheshimu ratiba ya ligi kuu NBC na kuzingatia maslahi ya mashabiki, wadhamini wa ligi kuu kwa jumla. Malalamiko husika, changamoto zinazojitokeza yatafanyiwa kazi kwa wakati unaofaa. TFF inaendelea kujitahidi kuhakikisha ligi inaendeshwa kwa haki na uwazi kwa kuzingatia kanuni zilizopo. Tunasihi ushirikiano kwa dhati ili kuhakikisha mchezo huu unachezwa kwa amani na kufanikisha ligi bora zaidi. Imetolewa na idara ya habari mawasiliano bodi ya ligi Tanzania TPLB.